Ninakushukuru sana kwa kuniona na nitangulie kusema kwamba ninasimama chini ya kanuni ya 125 kifungu cha kwanza, kanuni ambayo inatoa nafasi kwa mbunge kutaka maelezo ya ziada. Huo ndio msingi wa kusimama kwangu. Mheshimiwa Spika, nchini mwetu kumekuwepo na matukio ya utekaji, watu kupotea na watu kujeruhiwa. Tukio la karibuni zaidi ni tukio lililomkuta msaidizi wa mwenyekiti wa Chadema ndugu David Jumbe. Kwa vile wizara hii inahusu usalama wa raia, nimesimama kutaka maelezo ya ziada kutoka kwa waziri. Ni upi mwelekeo wa serikali juu ya matukio haya? Hatua gani zinachukuliwa ili kuhakikisha vitendo hivi vinakomeshwa kabisa? Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Ado Shaib, mbunge na wakili msomi, kwa hoja hii. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza na kwa sababu ya ufinyu wa muda, na reference ya taarifa mbalimbali juu ya ukiacha matukio kama hayo ya utekaji aliyoyaeleza, katika ujumla wake ni matukio yote ya jinai, kwa sababu matukio ya jinai, Mheshimiwa Spika, yanamgusa mtu moja kwa moja, na wajibu na msingi mkuu wa kikatiba na sheria ni kusimamiwa na serikali, na ndio maana makosa yote ya jinai yanasimamiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, katika swala hili ameuliza mambo mawili. La kwanza mwelekeo, lakini ya pili hatua. Katika kuhusiana na masuala ya mwelekeo, tayari tunayo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inakataza na inakataa masuala haya, lakini vivyo hivyo tunayo sheria nyingine ya kanuni za adhabu, Penal Code Cap 16. Hii sheria inaeleza kama tutatokea tukio la namna yoyote ile dhidi ya shambulio kwa mtu au kwa utaratibu ambao upo nje ya utaratibu wa sheria, maana yake ni kwamba chombo ambacho kinahusika na masuala ya usimamizi wa ulinzi na usalama na upelelezi itachukua hatua. Na wakati wote tumekuwa tukipata matukio haya, Mheshimiwa Spika, ya utekaji, jeshi la polisi limeendelea kusimama imara, limekuwa likifanya upelelezi na uchunguzi juu ya hoja na changamoto mbalimbali za masuala ya utekaji, kitu ambacho Mheshimiwa Spika kitaendana na kile nilichokizungumza. Kuna masuala ya uzandiki na subversion yapo pia ambayo yanatokea. Tunazo kesi za utekaji ambazo zipo zinaendelea kuchukuliwa hatua mbalimbali za kiupelelezi. Mheshimiwa Spika, siwezi kuzungumza hapa kwa sababu ya faida ya taratibu za kiupelelezi, na Mheshimiwa Ado anafahamu the criminal procedure hainiruhusu kueleza juu ya mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya upelelezi. Yapo mambo ambayo kwa sababu ni mbinu za kimkakati ambazo ni za kimedani zinazotumika katika kutafuta wahalifu. Lakini pia zipo kesi mbalimbali katika mahakama zetu ambazo zilipelekwa kwa utaratibu ule wa kama makosa ya jinai, ambazo nazo pia zipo zinazoendelea, zipo ambazo zilionekana hazina mashiko. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, swala la kusema jambo au kutuhumu ni moja, lakini la pili ni ushahidi. Na unafahamu Mheshimiwa Ado kwamba hata kama ungekuwa na ubora wa ushahidi unategemeana na jinsi ambavyo mtu atalisimamia. Kwa kuna kesi ambazo zilifutwa kwa kukosa ushahidi na hazikwenda kwenye hatua ya mbele zaidi. Lakini pia zipo kesi nyingine Mheshimiwa Spika za masuala ya utekaji ambazo zilibainika kwamba yalitokana na visasi vya mambo mbalimbali. Moja wapo visasi ama ya masuala ya biashara, uhasama unaohusiana na masuala ya mbalimbali ya kimahusiano ya katika jamii. Inawezekana ni biashara, inawezekana ni siasa, na katika masuala haya Mheshimiwa Spika yamekuwa yakipelekea kupata matukio ya namna hiyo. Na matokeo yake Mheshimiwa Spika, pia yapo masuala ya utekaji ambayo yalitokea na watu kufanya rekodi tunayo, waliamua kusema kuhusiana na kwamba nimetekwa na ikazushwa hivyo, na hatimaye tulikuja kugundua kwamba ulikuwa ni mchoro au mchongo wa kisiasa kwa lugha ya kisasa unaoisema. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, taifa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan
na Wizara ya Mambo ya Ndani na sheria zake zote juzuu 438, hakuna sehemu tunayoruhusu mambo haya, na ikitokea popote pale tutachukua hatua, na hata yale yaliyotokea, Mheshimiwa Spika, tunaendelea kuchukua hatua. Lakini kuhusiana na mwelekeo ni msingi ule ule, Mheshimiwa, wa kusimamia haki za binadamu na utawala wa sheria. Tutaendelea kusimama na hilo, Mheshimiwa Ado. Nikupe trust hiyo, msomi mwenzangu, kwamba sisi tutaendelea pamoja na nini kushirikiana kuhakikisha jambo hili linafikia mwisho. Asante. Asante. Mheshimiwa Ado ameridhika na majibu sahihi. Kifungu kinafikiwa. Mheshimiwa, tunaingia guillotine. Swala la wizi wa mtandaoni, Mheshimiwa Spika, tushalitolea maelekezo. Wahusika hapa tutazidi kuchukua hatua, kwa sababu swala hili ukiacha na wizi wa mitandao, yapo matumizi mabaya pia ya mitandao, ambayo tunayo sheria yetu ya Media Content Regulation 2005, tunayo sheria Electronic and Postal Communication, tunayo sheria ya kanuni za adhabu, tunayo sheria yetu katiba ambayo inahitaji mtu asitweze wala kudhalilishwa, tunazo sheria, sera mbalimbali ambazo zimetungwa kwa ajili ya watu kuto kutumia mitandao kutweza utu wa mtu, kudhalilisha watu. Na Mheshimiwa Spika, naisema hili kwa uchungu mkubwa, kwa sababu wapo watu ambao wamejaribu kutweza utu na heshima za watu, wapo ambao wamewadhalilisha kwa kuwavumishia na kuwazushia mambo ya uongo, lakini pia hata wapo, Mheshimiwa Spika, ambao walipelekea kutoa taarifa za uongo, uzushi na uchochezi. Mheshimiwa Spika, nikitolea mfano, ipo picha moja juzi maarufu iliyoonyesha mfungwa mmoja ambao ni sisi tunawaita wanafunzi wa maadili, akiwa amevaa heleni na amevaa nguo za magereza. Ile picha ilitengenezwa ya AI. Jeshi la magereza haliandiki magereza. Picha ile nembo inayobandikwa imeandikwa magereza, lakini pia hapa urekebishaji, ndio nembo ambayo ni sahihi. Lakini hivyo hivyo imejaribu kutengenezwa, mfungwa anakuwa na lebo inayoonyesha siku aliyoingia na wakati aliyotoka, ambao anapaswa kutoka katika kipindi cha utumishi wa nafasi yake. Pale imewekwa logo ambayo haieleweki ni ya wapi, lakini watu waliamini kwamba ni nani. Kwa sababu matumizi mabaya kama hayo ya mtandao, lakini pia yale ya kutweza utu na heshima za watu, udhalilishaji, utukanaji wa viongozi, Mheshimiwa Spika, tutaendelea kuchukua hatua, kwa sababu sheria tayari tunazo, na sheria hakuna mtu ambaye atakwepa mkono huo. Kuhusu utapeli, Mheshimiwa Spika, tumeshafanya mazungumzo na Mheshimiwa Angela Kairuki, waziri anayehusika na masuala ya mahusiano. Tumeshazungumza na Mheshimiwa Makonda kwenye masuala yale yanayohusiana na habari zinazochapishwa lakini pia kutangazwa ambazo ni za uongo na uzushi. Tuanze kuchukua hatua. Kwa hiyo tunayo sheria ya madhara. Mtu akidhalilisha, akisema jambo la uongo dhidi ya serikali, akisema jambo la uongo dhidi ya mtu, tunamchukua na kumpeleka mahakamani, au amelizungumza katika muktadha wa siasa kwa ajili ya kujipatia umaarufu wa kisiasa unaogandamiza wengine, Mheshimiwa Spika, tutachukua hatua kali. Na hivi niseme na nitoe rai, hatujakusudia kutaka kuumiza watu. Tunakusudia kwenda kusimamia sheria na taratibu na kanuni ambazo tumekubaliana ziweze kusimamiwa. Bentham aliwahi kusema, Mheshimiwa Spika, sheria zimetungwa kwa ajili ya kuleta maximum pleasure na minimum pain. Minimum pain itatolewa kwa wale ambao watakiuka sheria. Sheria tulizozitunga zitatoa furaha na mafanikio ya kiuchumi, kiafya na mazingira, kwa sababu sheria njema tunazo. Kwa hiyo wale ambao watakiuka, Mheshimiwa Spika, tutakuwa ni bahati mbaya sana kwao, kwa sababu hatukusudii, kwa sababu imefika hatua, Mheshimiwa Spika, taifa letu sasa kila mtu ni msemaji. Tumefika hatua taifa letu sasa, Mheshimiwa Spika, kila mtu anaweza akaamua kutweza utu wa mtu bila kuzingatia kuna sheria. Tumefika hatua, Mheshimiwa Spika, ya kutoa maneno ya uchochezi, uzushi na uongo kwa kutengeneza teknolojia ya sasa ya AI. Yule anayetengeneza content hiyo, Mheshimiwa Spika, yule ambaye anatumika chombo chake kuisambaza, tutachukua hatua, kwa sababu tumejifunza na never again taifa letu halitafika kwenye maangamizi kwa sababu ya watu wachache ambao hawatutaki mema. Mheshimiwa Spika, yapo maeneo pia, Mheshimiwa Spika, ambayo yamezungumzwa kuhusiana na wahamiaji haramu. Moja ya matishio makubwa ya kiusalama, Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge wananisikia na Watanzania wananisikia, matishio makubwa ya usalama
Tunaweza tukawa na taasisi, tunaweza tukawa na mifumo na kila kitu, lakini matishio ya kiusalama ya nchi yoyote duniani yanaanza na mtu mmoja mmoja. Mtu akiwa na criminal mind, mtu akiwa na overt act, anatenda matendo ambayo sheria haziruhusu, kanisa haliruhusu, wala msikitini wala kanisani hakuruhusiwi. Matendo yake mtu mmoja anaweza kuangamiza taifa au jamii. Mheshimiwa Spika, matishio ya kiusalama inaweza ikawa ni taasisi ambazo zimeunganishwa kwa mujibu wa mifumo, ikiwa ni pamoja na taasisi ambazo zimeunganishwa kwa mfumo wa kisheria. Moja ya eneo, Mheshimiwa Spika, ikiwa jamii yetu itaona waovu, kwa sababu wezi wako kwenye mitaa yetu, ni jirani zetu, ni ndugu zetu, majambazi wako kwenye mitaa yetu, mipango mibaya inapangwa kwenye mitaa yetu, machafuko yanaratibiwa kwenye mitaa yetu, tukinyamaza na kukaa kimya dhidi ya wahalifu wachache, maangamizi yataenda kwa taifa letu. Kwa hiyo matishio ya usalama ni kila mahali tulipo. Tishio la usalama jingine, Mheshimiwa Spika, matishio ya usalama ni pamoja na vyombo vilivyoundwa au kusajiliwa kwa mujibu wa sheria na vikakiuka utaratibu wa kutekeleza yale yaliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria na vikafanya vitu kinyume chake. Mojawapo, Mheshimiwa Spika, ni taasisi au asasi zilizosajiliwa kwa mujibu wa sheria. Ikiwa hazitatekeleza wajibu wake, Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sheria, yale wanayoyafanya kinyume chake, tumeona wapo waliochagiza masuala ya mapenzi ya jinsia moja, tumechukua hatua na tutaendelea kuchukua hatua. Zipo taasisi ambazo zilikuja, Mheshimiwa Spika, kuhamasisha watu hapa. Ni taasisi iliyosajiliwa na imeeleza kwenye katiba yake kwamba haijihusishi na masuala ya siasa, lakini iko bize kufadhili vyama vya siasa, tutachukua hatua. Mheshimiwa Spika, zipo pia taasisi za dini. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati wa Isa bin Maryam, Yesu Kristo, wakati ule, Mheshimiwa Spika, hao wote ni viongozi wa dini na dini nyingine. Tutakumbuka, Mheshimiwa Spika, kwa kizazi cha sasa na generation zinavyoenda, kama hatutajisimamia na kujiratibu vizuri kwenye masuala ya mtandao, usimamizi wa Instagram, Facebook na kadhalika, hata kama viongozi hao wa dini ambao ni waja wa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Yesu Kristo, hata wangekuwepo, kwa matumizi mabaya ya leo ya mtandao inavyotumika, hata wao wangeweza kukwazika na wangeweza kuchorwa vikatuni vya ajabu ajabu. Serikali zote duniani zinatumia sheria, mikataba ya kimataifa au katiba zake. Serikali zote duniani zinatumia sera, lakini taasisi za dini zitatumia sheria kwa sababu ndizo zinazozisajili, na taasisi za dini mwongozo wake ni mkubwa, Biblia takatifu au msaafu, na hakuna sehemu ambayo, Mheshimiwa Spika, inaruhusiwa kuingiliana kwenye haya maeneo. Kwa kila mmoja ataheshimu na kuhifadhi mipaka yake, na pale ambapo tutaenda kinyume na hapo, Mheshimiwa Spika, napo pia tutazidi kukumbushana wajibu wetu ili kazi hii iweze kuendelea kufanyika vizuri zaidi. Mheshimiwa Spika, tunawashukuru sana viongozi wa taasisi zote za dini nchini, wameendelea kutuunga mkono na wako na sisi, na wengi wao wako hapa, Mheshimiwa Spika, na wengine wengi nje ambao wanawaongoza. Tunawashukuru sana, Mheshimiwa Spika, kwa sababu wamekuwa sehemu ya kusaidia taifa letu, kwa sababu kama taasisi za dini zitaendelea kutekeleza wajibu wake vizuri, tutapunguza wahalifu, tutapunguza watu ambao wanatamaza madaraka, tutapunguza watu ambao wakipata nafasi wanaweza wakatumia vibaya ili kuweza kuangamiza walio wengi zaidi. Mheshimiwa Spika, nikuhakikishie, katika viongozi wa dini waliopo wengi wako pamoja na serikali, tunafanya nao kazi vizuri, tunashirikiana nao na wameendelea kuhamasisha amani ya taifa letu. Tunawashukuru sana waheshimiwa viongozi wa dini, muendelee kutekeleza wajibu wenu, na serikali tunawahakikishia tuko pamoja na nyinyi. Lakini tishio jingine la usalama, Mheshimiwa Spika, yapo pia mazingira ambayo hata taasisi zilizosajiliwa ikiwemo vyama vya siasa. Vyama vya siasa, Mheshimiwa Spika, vinafanya kazi yake nzuri. Nchi yetu imejikita kikatiba kutambua kwamba ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni nchi inayofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Lakini vyama vya siasa visipotumika vizuri, Mheshimiwa Spika, ni tishio kubwa la usalama. Ni tishio kubwa la usalama, Mheshimiwa Spika, kwamba pale viongozi wa vyama vya siasa watatumia ndimi na kauli zao, maandiko na machapisho kuhamasisha vurugu na sio mapatano. Pale itakapotumika ndimi na kauli zao,
kuhamasisha wananchi kwenda kufanya mambo ambayo yanapelekea kuvunja amani ya nchi. Mheshimiwa Spika, tutazidi kukumbushana na kusimamia taratibu, kwa sababu Wizara Mambo ya Ndani ni custodian wa masuala yote ya amani na usalama na nidhamu ya taifa kwenye utekelezaji wa sheria. Na ndio maana Mheshimiwa Spika, utakuta dakika ya mwisho wanalaumu jeshi la polisi, wanalaumu huyu na yule. Lakini je, tumetekeleza wajibu wetu? Mheshimiwa Spika, upo upotoshaji mkubwa ambao unatumika wa matumizi ya basic and fundamental rights, bills of rights, haki za binadamu katika katiba yetu. Zimeelezwa kwenye ibara ya 12 mpaka 29, Mheshimiwa Spika. Lakini katika msingi huo, Mheshimiwa Spika, taratibu zilizotolewa, katiba imeruhusu sheria nyingine zitungwe katika usimamizi wa masuala mbalimbali. Na katika sheria hizo ambazo zimetungwa zinaendana na matakwa na matarajio ya taifa na sera na misingi ya maendeleo ambayo yote yanakusudia zaidi katika kuhakikisha kwamba taifa linakuwa salama. Katika utekelezaji wa hayo, Mheshimiwa Spika, imekuwa si bahati, wakati mwingine unakuta kwamba yale ambayo yanafanywa au kutekelezwa, mtu akijua kabisa kwamba kila haki ina wajibu wake katika utekelezaji, lakini tumekuwa tukizungumza na kuhubiri kwamba kuna haki, kuna haki. Mheshimiwa Spika, Qur'ani tukufu na Biblia takatifu inatueleza, katika Biblia takatifu ina masharti 10 ambayo ukiyatekeleza hayo ndio utaona ufalme wa Mungu, utaenda mbinguni. Hata vivyo hivyo duniani hapa tunazo sheria zinatuelekeza utaratibu wa kufanya kitu kwa ufasaha na usahihi. Ikitokea umeenda tofauti, Mheshimiwa Spika, ndipo hapo mkono wa sheria ambapo unachukua mkondo wake na hatimaye inaonekana kama mtu amelengwa. Sisi upande wa vyombo vya ulinzi na usalama, wajibu wetu ni kutafsiri sheria, kuangalia sheria zilizopo, na kama kuna tuhuma zozote ambazo zimejitokeza za mtu kuvunja sheria, tutaendelea kufanya utaratibu huo kuweza kuhakikisha kwamba watu hawa wanaenda katika kuhakikisha kwamba sheria inachukua mkondo wake kwa utaratibu bila vikwazo. Tunaendelea kuboresha Tume ya Haki Jinai ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliiunda. Imetoa ushauri mzuri, ulikuwa jumuishi, umehusisha vyama vya siasa, umehusisha wananchi, umemhusisha kila Mtanzania, na hatimaye wakatoa mwelekeo wa namna gani ambavyo tutaenenda. Mheshimiwa Spika, nikuhakikishie sisi tunakwenda kufanya maboresho makubwa kwa kufuata utaratibu uliotolewa, ushauri uliotolewa na Bunge, lakini pia tume na kamati mbalimbali, na kujifunza best practice duniani kote kwenye maeneo ambayo yamekuwa yakifanya vizuri, ili kuhakikisha lile tabasamu ambalo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliliahidi kwa wananchi tunaendelea kulitekeleza. Aidha, Mheshimiwa Spika, mwisho ni kushukuru sana wewe, ni kuendelea kuliahidi bunge lako tukufu kwenye maeneo yale yote, Mheshimiwa Spika, ambayo yametolewa hoja na waheshimiwa wabunge na hatujaweza kujibu hapa kwa sababu ya muda. Tutakwenda kuyafanyia kazi kikamilifu ili kuhakikisha kwamba tunapunguza changamoto na kuziondoa pale inapobidi, Mheshimiwa Spika, ambazo sizo za lazima, ili kuhakikisha Watanzania wanaishi kwa amani, kwa usalama na utulivu. Mheshimiwa Spika, moja ya vielelezo leo utaona hata maduka, kwa sababu ya uwepo wa amani, siku hizi hatuweki milango ya mbao wala ya mabati. Kuna vioo, watu wanafanya kazi. Kwa sababu ya amani, shughuli za kiuchumi kila mahali zinaendelea. Kwa sababu ya amani, kuna nchi ambazo hawawezi kuwa kwenye mabunge, Mheshimiwa Spika, kama hivi. Kwa sababu ya amani, leo na kazi kubwa ambayo inafanywa na askari wetu, tuwatie nguvu na tuwatie moyo askari wetu, tusiwatweze na kuwaumiza kwa kauli na kuwaumiza. Wanajitoa muhanga, wametoa maisha yao, wamekuwa tayari kujitokeza. Pale yanapotokea machafuko, tunakumbuka askari wako wapi. Pale ambapo foleni zimejaa, magari hayasongi mbele, tunauliza trafiki wako wapi. Pale ambapo tunapata shida mipakani, tunauliza uhamiaji wako wapi. Pale ambapo tumepata wavamizi, wahamiaji haramu, tunauliza NIDA na watu wengine wako wapi. Pale ambapo wahalifu wanapoingia kwenye mitaa yetu na kufanya uhalifu na bila kukamatwa, tunauliza polisi wako wapi. Lakini ikifika sehemu ambapo tumevaa tai, tumechomekea, tunafanya kazi za kisiasa, tuko vizuri, tunawasahau askari. Sisi tumeonyeshwa mfano na Dr. Samia Suluhu Hassan, amewavika nishani na kofia ya heshima askari wetu. Tuendelee kuwaunga mkono, kwa sababu usalama wa taifa letu unawategemea askari wetu, unawategemea wanajeshi wetu. Sisi wenyewe tuwe chachu,
tuwakemee walio waovu, kwa sababu waovu ni wachache, lakini watu wengi walio wema hatuwasemi. Na huo ilikuwa ni kauli ya Herbert Einstein. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, nizidi kukushukuru wewe, nishukuru bunge lako tukufu, niwashukuru waheshimiwa wabunge. Baada ya kumaliza hapa, tutakuja kwenye ziara kuweza kuhakikisha kwamba kila eneo linakuwa salama. Mheshimiwa Spika, lipo pia ambayo yamekuwa kizungumzwa, kwa mfano, na ambayo sisi tutayazungumza kwenye hatua mbalimbali. Niliona nikiyazungumza hapa kwa sababu mengine yanatokana na utaalamu wa masuala ya kijeshi, ni mambo ambayo yana usiri wake kwenye masuala ya jinai, ambayo Mheshimiwa Spika sikupaswa kuweza kuyazungumza hapa, lakini natambua kwamba hoja hizo nimezichukua, nyingine imeletewa kwa maandishi, na Mheshimiwa Spika, pale inapolazimu tutayachukulia hatua, na nikuhakikishie hata pale ambapo Mheshimiwa Spika, kwa mujibu huo sheria ni msumeno, wale askari ambao imetokea wamefanya makosa, tumeendelea kuchukua hatua. Wapo tuliowafukuza kazi, wapo ambao tumewapa adhabu mbalimbali za kijeshi, na wapo ambao tutaendelea kuwachukulia hatua ili mradi tu wamekiuka. Tunazo sheria zetu, tuna PGO, tuna sheria za vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia tunazo utaratibu wetu. Tuna vyombo vyetu na mahakama zetu za ndani na zina utaratibu wake. Kuna wakati unaweza kadhani askari hajachukuliwa hatua, lakini tuna taratibu zetu za kijeshi ndani ambazo tunaendelea kuchukuliana hatua. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba askari mmoja anayefanya akatweza na kuharibu sifa ya vyombo vya ulinzi na usalama haiwezi kuwa ndio msimamo wa jeshi letu lote. Mheshimiwa Spika, tutaendelea kuchukua hatua, na mimi nikiwa mwenyekiti wa tume hiyo ya askari wote wa jeshi la polisi, tume ya magereza, lakini pia jeshi la zimamoto na uokoaji na vyombo vingine, tutasimama na tutafuata utaratibu wa kisheria ili kuhakikisha wale ambao watakiuka utaratibu, kama jinsi ambavyo raia pia watatokea wamekiuka utaratibu, sheria itachukua mkondo wake, na sheria ni msumeno. Mheshimiwa Spika, wakati wote Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa anasimamia na amesema wakati wote hakuna aliye juu ya sheria. Huo ndio msingi wa Wizara ya Mambo ya Ndani katika kusimamia utaratibu. Tusioneane huruma, tusiweke muhali katika kusimamia masuala ya sheria, lakini pia tusiwe na hatua yoyote ile ya kutengeneza huruma ili umevunja sheria alafu unatengeneza huruma ili uweze kuonewa huruma. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, naomba sasa kutoa hoja. Asante Mheshimiwa Spika. Hoja imeungwa mkono. Mheshimiwa Waziri, hongera sana. Wakati unamalizia, kuna Mwanado naye anapiga kwa nashukuru maneno yako yasema ni mazito. Katibu. Kamati ya Bunge zima. Kamati ya matumizi. Mtazamaji wa Bunge TV, Bunge sasa linakaa kama kamati ya matumizi na kujadili kifungu kwa kifungu hotuba ya bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kwa mwaka wa fedha 2026 2027. Na ukiwa askari yoyote ambaye anaingia, na ndio maana tunasema tunaandikisha, manake huyu ameshajitoa rehani, na ukimwona askari anarudi nyumbani kwenye familia yake, ni jambo la kuwashukuru sana familia zao, kwa sababu akitoka ni manake anaenda kukabiliana na chochote kitakachokuja, hata kama ni kifo, kwa ajili ya ulinzi wa taifa letu. Mheshimiwa Rais amezidi kuzingatia hilo na anazidi kuboresha maslahi yao, ikiwa ni pamoja na hilo lilozungumzwa la kikokotoo. Ndugu yangu amezungumza pale, mheshimiwa mbunge akasema amemkuta anasukuma baskeli na nini. Huwezi kujua ukiwa askari, hata ukistaafu unaendelea kuwa askari, huwezi kujua alikuwa anafanya kazi gani. Huwezi kustaafu katika utumishi wa askari, lakini pale anapotokea changamoto za askari yoyote, sisi Wizara ya Mambo ya Ndani tumeendelea kufanya kazi kuhakikisha kwamba changamoto hizo kwa askari wetu tunaziondoa. Mheshimiwa Spika, pia kwa maeneo mawili matatu ambalo moja ya malengo ya masuala ya ujenzi wa ofisi, Mheshimiwa Spika, mahitaji yetu ni makubwa sana, kwa sababu lengo tunataka tujenge vituo vya polisi 3,900 katika kwa nchi nzima, lakini mpaka sasa mpango kulingana na upatikanaji wa fedha tumeweka na tumejiwekea mpango wa kujenga vituo 669 katika maeneo hayo ambayo yatahitaji bado shilingi bilioni 108, Mheshimiwa Spika, ukiacha hivi ambavyo vimeathirika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, utaratibu unaendelea na sisi tunafanyia kazi maeneo hayo yote ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaleta na tunatengeneza mazingira mazuri na rafiki na wezeshi. Tumeshaanza ujenzi wa maeneo ya makazi na tunaendelea
na kuhakikisha kwamba mambo haya yote tutayaboresha. Mheshimiwa Spika, hoja nyingine ni ambayo nikimalizia